Ripoti kuhusu kinachoendelea kati ya Iran pamoja na Israel zimezidi kugonga headline katika maeneo mbalimbali ya dunia. Wapo waliokuwa wanadhani Iran haiwezi kajibu mashambulizi yaliyofanywa na Israel, lakini wapo waliodhani kwamba Israel haiwezi hata kidogo kushambuliwa na Irani, lakini wapo ambao waliamini kwamba vitisho vilivyotolewa na mataifa kama Marekani, Uingereza, Ufaransa na mataifa mengine wangeitisha Irani chini ya Ayatollah Khamenei, ambaye yeye ni moja kati ya viongozi, naweza kuwaita viongozi shupavu sana katika karne hii ya 21 tuliyokuwa nayo. Nitawaambia sababu za kwa nini namuita kiongozi shupavu. Marekani pamoja na mataifa mengi sana yaliyopo Ulaya na hasa Ulaya Magharibi, Amerika na kwingine, wanatamani sana kuijua Irani kiundani. Wanatamani sana kujua Irani anatoa wapi kiburi. Na kama haitoshi, wanatamani kujua, je, Irani anamiliki silaha za nyuklia au Irani yupo katika mchakato wa kwenda kutengeneza silaha za nyuklia? Kwa sababu tumeona ana zile rasilimali za urutubishaji wa uranium ambazo ndizo zinazotumika katika utengenezaji wa mabomu ya nyuklia pamoja na makombora ya nyuklia. Sasa Marekani alichoamua kukifanya ni kumtumia Israel, ambaye Marekani anamtaka Israel awe ndiye kaka mkubwa wa Mashariki ya Kati, kwa maana ya awe super power kule Mashariki ya Kati. Sasa kwa nini tunasema amemtumia Israel? Anamtumia Israel katika muktadha huu, na nafikiri hapa ndugu zangu mnahitajika kunielewa katika viwango vya hali ya juu sana, kwa sababu stories zinazungumzwa juu sana kuhusu kwa nini Marekani anaiona Israel kama eneo ambalo anatakiwa kulilinda kwa gharama zozote zile. Israel ni taifa ambalo kihistoria linatajwa kwamba lina upako, lina baraka, lina mambo ya kiungu pamoja na mambo mengine. Israel imekuwa ikitumiwa sana kwenye kutengeneza propaganda mbalimbali ambazo zimekuwa zikiuhadaa ulimwengu, na watu ambao wanashiriki katika utengenezaji wa propaganda hizo ni Wamarekani ambao wanatoa ufadhili katika kila nyanja. Marekani ikawekeza military base nyingi sana pale Israel. Marekani amewekeza fedha nyingi sana pale Israel. Israel kimsingi ina watu kama milioni 9 tu, na unaweza ukaamini kwamba Israel leo ukiwapa Israel waje waishi labda Tanzania, Dodoma, ukasema tunataka tuwape Waisraeli 15 wakae hapa Dodoma katika eneo X na kupa miaka 15 mpaka miaka 20, hiyo Dodoma yote inaweza ikawa ipo chini ya Waisrael. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni watu ambao wako smart sana kwenye innovation, ni watu ambao wako smart sana kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo Marekani alichoamua kukifanya ni kwamba amejaribu kuendeleza ufalme wake Ulaya ya Mashariki, imeshindikana. Amejaribu kutengeneza ufalme wake Ulaya ya Magharibi, imeshindikana. Amejaribu kutengeneza ufalme wake kule Amerika, na kwenyewe imeshindikana. Yaani watu sasa hivi wanaipuuza Marekani. Haijawahi kutokea katika historia ya kuumbwa kwa dunia tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo nini ambacho Marekani anakifanya? Marekani anapoona taifa lolote lile linataka kuja kuwa na nguvu kubwa na halina ushirikiano nalo, hii inakuwa ni athari kubwa sana kwake. Tawapa mfano mdogo sana. Israel ana ushirikiano mkubwa sana na hiyo Marekani, na chochote ambacho unakiona kinafanywa na Israel, basi ujue nyuma kuna hatua za Marekani zinamfuata mdogo mdogo. Marekani ndio ambao wanatengeneza skripti ya movie nzima ya kule Israel. Waisraeli wanachokifanya, wao wanaenda tu kuigiza, lakini director wa movie nzima anakuwa ni yeye Marekani. Kwa hiyo moja ya mpango ambao aliufanya Marekani ni kuto kukubali kuona Iran, ambayo ni mshirika wa taifa ambalo ana uadui nalo, ambalo ni Urusi. Iran inakuwa na nguvu, hasa nguvu za nyuklia, kwa maana ya kumiliki silaha za nyuklia pamoja na mambo mengine. Akasema kama Iran atakuwa anamiliki silaha za nyuklia, hii itakuwa ni hatari sana kwa mtu wetu. Hii itakuwa ni hatari sana kwa kibaraka wetu ambaye ni Israel.
kumaanisha kwamba Iran atakuwa anavimba. Iran hawezi kupokea maagizo yoyote yale. Sasa Marekani mpango aliokuja nao, akamwambia Israel pamoja na Iran, akasema mimi natamani sana mkae kwenye meza ya mazungumzo, mkae mzungumze. Iran pamoja na Israel mkae mzungumze, mwekeane condition za namna gani ambavyo mnaweza mkaishi pasipo mtu mmoja kumuathiri mwenzake. Lakini kama haitoshi, Marekani akamwambia hivi Israel, wewe unatakiwa kumwambia Iran kwamba hatakiwi kuwa na silaha za nyuklia, hatakiwi kumiliki silaha za nyuklia. Iran kupitia kwa bwana Ayatollah Khamenei, na mwita ni kiongozi mmoja mwenye akili kwa sababu nitawaambia. Ayatollah akawaambia, mimi ninamiliki hizi au narutubisha hizi uranium si kwa ajili ya kumdhuru mtu, hapana, bali ni kwa ajili ya ulinzi wangu binafsi pamoja na taifa langu, sababu ya msingi kabisa. Lakini Wamarekani wakaja wakamwambia Muisraeli, mwambie hapana, akifanya hivyo anataka kumaanisha nini? Mbona kama anataka kutishia fulani usalama wa Israel? Na ndipo yakaanza mazungumzo ya awamu ya kwanza. Marekani akasema, basi mimi nitakuwa ndiye kiongozi ambaye ninasimama katikati ya Israel pamoja na Iran, ili tujadiliane tuone namna gani ambavyo tunaweza tukasitisha mpango wa Iran wa kuendelea kutengeneza silaha za nyuklia. Mazungumzo ya awali yakafanyika, ikashindikana, yakagonga mwamba. Iran akasema mimi nitaendeleza pale pale. Mazungumzo ya pili yakafanyika, ikashindikana. Iran akasema mimi nitaendeleza mpango wangu kwa sababu ni mpango wa kujilinda. Wakaenda mbali zaidi. Baada ya mazungumzo ya pili kushindikana, tukaona Urusi imetangaza kwamba inaye mpango wa kujenga vinu vya nyuklia 8 katika taifa la Iran. Najua alichosema Marekani. Marekani akamwambia Iran kwamba sasa tunakupa siku 60 ukubali kusaini makubaliano ya kutoendelea na utengenezaji wa hizo silaha za nyuklia pamoja na mambo mengine. Iran akasema poa, mimi sina shida, lakini sitatekeleza maagizo yenu. Sijui kama mnanielewa, nimewambia sasa hivi Marekani hakuna taifa ambalo linamsikiliza Kwa hiyo akasema mimi sitatekeleza maagizo yenu. Basi bwana, Marekani akamwambia tunakupiga. Iran akamwambia okay, mnipige. Mkinipiga tu basi mjue na mimi nitawapiga, na nitawapiga pabaya sana. Marekani alichoamua kukifanya, mazungumzo yale ya awamu ya 3 ya kuhusiana na masuala ya urutubishaji wa uranium unaofanywa na Iran yalikuwa yanatakiwa kufanyika leo tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Tukashuhudia juzi Ijumaa, Israel ikaamriwa na Marekani kwamba sasa tunahitaji umshambulie huyo Iran. Israel alivyokuwa anashikiwa akili, Israel alivyokuwa under control remote ya Marekani, basi na yeye akaanzisha mashambulizi ambayo yalilenga mji mkuu wa Iran kwa maana ya Tehran, na kusababisha vifo vya viongozi mbalimbali pamoja na mambo mengine. Iran kupitia kwa Ayatollah Khamenei akamwambia sawa, mimi mmenishambulia, lakini ninawapa onyo ambalo shambulizi nitakalolifanya litakuwa ni shambulizi ambalo halijawahi kufanyika tangu historia ya ulimwengu na historia ya kuwepo kwa Israel. Wakadhani anatania, wakadhani ile mikwara ya Uingereza kupitia kwa waziri mkuu wa Uingereza, mikwara ya Marekani yenyewe, mikwara sijui ya Ufaransa kwamba Iran ikifanya shambulizi sijui itakuwaje. Basi Muirani akasema sasa nataka nimimine. Akaanza kumimina makombora ya ballistic missile ambayo hayo yalikuwa yanaruka umbali mrefu sana. Yani linatoka kombora kutoka Iran na linakwenda mpaka katikati kabisa ya Tel Aviv kwa maana ya pale Israel. Waisrael unajua wakati wanafanya mashambulizi yale walikuwa wanashambulia kutoka katika taifa la Iraq, kwa sababu hao wa Israel hawana mifumo ya kufanya mashambulizi ya moja kwa moja ambayo inaweza ikatoka Israel direct ikaenda mpaka Iraq. Kwa hiyo ikatokea sasa piga ni kupige tupigane, kiasi kwamba wa magharibi kuanzia Marekani na wengine wakajikuta wanalazimika kuanza kutoa matamko. Iran akawaambia mimi ni mtu ambaye hamwezi mkanipiga kwa kadri ambavyo nyie mnafikiria, na mimi siwezi nikawaonesha kile kitu ambacho nyie mlikuwa mnataka nikionyeshe. Mnajua nini alichokuwa anataka kuionyesha huyo Iran? Mnajua Waisraeli na Wamarekani walitaka waoneshe nini?
Waliamini kama wakishambulia maeneo ambayo yanatumika katika facilities za urutubishaji wa uranium, kwa maana ya maeneo ambayo pia yanadili na masuala ya nyuklia, maana yake Iran kupitia kwa Ayatollah Khamenei wangepata hasira, wangejaa kama puto, wangepasuka na wangeshambulia kwa kutumia silaha za nyuklia. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba tayari Marekani, Israel, Ufaransa na mataifa mengine wangejua kwamba Iran anamiliki silaha za nyuklia. Lakini akili ya Ayatollah Khamenei ni akili ya kwenda mbali sana. Alichoamua kufanya, akamwambia okay fine, mimi nawapiga na ballistic missile. Akamwambia fine, hata hizo kamikaze sizitumii. Akawatandika, wakasema sasa tunahitaji tukae kwenye meza ya mazungumzo. Cha kushangaza, Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu, kwa mara ya kwanza katika historia, sijawahi kumuona amechanganyikiwa katika viwango vile. Imagine Bwana Netanyahu siku ya tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 alichokifanya. Yeye huwa ni mzee wa suti, huwa ni mzee wa kuhutubia akiwa amepanga mipango yake, ametengeneza script pamoja na mambo mengine. Lakini tarehe 14 ilikuwa sio siku ambayo anaweza akakumbuka hata kuvaa koti la suti. Ilikuwa ni siku ya kufanya freestyle, ilikuwa ni siku ya kufanya acapella, ilikuwa ni siku ya kuzungumza kile ambacho kinatoka katika kinywa chake kwa wakati huo, huku akitoa mlio kwamba wa Iran walichokifanya ni kitu kibaya sana, wameshambulia maeneo ambayo kuna raia. Kawaambia jambo jingine ambalo mnatakiwa kuweza kulielewa. Iran wanamiliki silaha nyingi sana za hatari sana. Na hizo silaha ambazo wanazimiliki Iran za hatari sana, hauwezi ukaziona kwa macho hivi. Unapita barabarani labda unakuta sijui pale kuna kitu cha nyuklia, sijui pale kuna kambi ya jeshi, la hasha. Iran ni mpango ambao waliutengeneza. Wao wana underground military base, kwa maana wao wametengeneza mahandaki ambako huko chini ya ardhi ndiko zinahifadhiwa silaha za aina mbalimbali. Na niwaeleze, Irani, urefu wa kina alichoweka zile silaha kutoka katika usawa wa dunia kwenye ardhi mpaka kufikia chini, vinaingia viwanja 8 vya mpira wa miguu. Kiwanja kimoja cha mpira wa miguu huwa kina mita 100. Sasa vinaingia viwanja 8, kwa maana ya mita 800 kuingia chini ardhini. Kwa hiyo hata ikitokea kuna kombora litaishambulia Irani, lile kombora haliwezi likashambulia likafika kwenye hicho kina cha mita 800 alikoweka hizo silaha Bwana Ayatollah Khamenei. Ndio maana nikawaambia that man ni brave man. Sasa alichokizungumza Bwana Benjamin Netanyahu, ambaye ndiye waziri mkuu wa pale Israel, amesema hivi. Alisema wananchi wa Israel tupo katika vita vya hatima juu ya uwepo wetu. Kutakuwa na siku ngumu, lakini pia kutakuwepo na siku kubwa sana. Ninathamini juhudi zenu za kujaribu kuendeleza maisha ya kawaida wakati kukiwa kuna milio ya tahadhari katika maeneo mbalimbali. Hilo ni jambo linaloeleweka, lakini ni muhimu pia kufuata maagizo ya kamandi ya nyuma, kwa maana ya mamlaka ya ulinzi wa raia ya pale Israel. Hapa nyuma yangu kuna hifadhi ya umma. Nikiwa natembea barabarani, nikisikia tahadhari ninakimbilia ndani. Bwana Netanyahu alienda eneo ambalo alikuwa anajua akitandikwa tu, likitandikwa bomu, yani yeye moja kwa moja pale anakimbilia mle ndani na kwenda kujificha. Anasema tunajua kwamba mkielekea katika eneo salama lililo karibu nanyi, kuna uwezekano mkubwa kwamba hamtaweza kudhurika. Tulifikwa na msiba jana, tulipoteza watu 3, watu wa maana kabisa. Hawakufanikiwa kufika kwenye eneo salama kwa wakati. Karibu nao kulikuwa na watu waliokuwa ndani ya nyumba iliyoathiriwa moja kwa moja na kombora, lakini kwa sababu walikuwa katika sehemu salama hawakupoteza maisha yao. Ndiyo sababu akatusindikiza na maneno yaliyopo kwenye vitabu vya dini, akaandika, imeandikwa katika maandiko yetu kwenye kumbukumbu ya Torati. Kitabu cha kumbukumbu la Torati kinasema, na mjihadhari sana kwa ajili ya maisha yenu, basi na ninyi jihadharini na maisha yenu. Linda mwili wako, linda maisha yako, sikilizeni na mtii maagizo ya kamandi ya nyuma kama ambavyo inaagiza. Unaelewa nini ambacho kinaendelea hivi sasa? Hivi sasa Marekani
Urusi, Israel, Iran wapo katika mchakato wa mahangaiko ya kutafuta namna gani wanaweza wakaacha huu mpango wa mapigano, kwa sababu umeonekana sasa hivi ni mbwa kala mbwa, nyani kala nyani, na si mbwa kala nyani wala nyani kumla mbwa. Huu ndio muda pekee ambao tunaweza tukashuhudia aibu kubwa sana ambayo inaweza ikatoka upande wa Mashariki ya Kati, huku kiongozi wao Marekani akijaribu kutafuta suluhu katika eneo ambalo yeye ndio aliyeutengeneza mgogoro, lakini kwa hivi sasa mgogoro unaanza kuonekana ni mgumu. Marekani hana uwezo wa kupambana na migogoro mitatu kwa wakati mmoja. Achaneni na stori za kwamba sijui Urusi imeitelekeza Iran, sijui Urusi mara wazungumzi. Niliwahi kuwaeleza siku moja kipindi cha nyuma, nafikiri wale ambao mnafuatiliaga mambo ya Alex Guido Mvinge, niliwahi kuambia hivi: akiingia rais wa Marekani mpya bwana Donald Trump, kitakachofanyika itatafutwa vita nyingine ambayo itakuwa ina lengo la kuiua vita ya msingi ya Urusi pamoja na Ukraine. Na hiyo vita ambayo itatafutwa itaufanya ulimwengu mzima utaathirika. Leo napozungumza, oil refinery za kule Iran zimeshambuliwa. Oil refinery za kule Tel Aviv, Israel, na zenyewe zimeshambuliwa. Mnajua mtakumbana na nini? Mtakumbana na ongezeko kubwa sana la mafuta ya petroli, mafuta ya diesel pamoja na mafuta mengine, kwa sababu wao wanaregulate kwa kiwango kikubwa sana kupitia ile OPEC. Sasa kuna battle linakuja. Tutaona, je, Waarabu wanaweza kuwasaidia Waarabu wenzao au Waarabu watabaki na unafiki wao wa milele na milele? Lakini jingine ni lazima muelewe, mzungu ni mzungu tu, Mrusi ni mzungu, Marekani ni mzungu, na wengine hao ni wazungu. Wapo after advantage. Mimi nitaendelea kuwakumbusha na kuwaelewesha juu ya kile ambacho kinaendelea katika eneo la Special Military Zone. Kikubwa zaidi, msisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare, ili tuweze kupeana maarifa kidogo kuhusu kile ambacho watu wengi hawajaambiwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.